أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، هو رمضان يقترب، ضيف عزيز ضيف كريم إن دخل بيتا أضاءه وإن نزل بقلب أحياه. رمضان ليس شهرا عاديا، ليس موسما للطعام والشراب والسهر فقط، إنه صفحة جديدة بينك وبين الله. كم من أناس صاموا معنا العام الماضي واليوم هم تحت التراب، فيا من ستدرك رمضان هذا العام اعلم أنك اصطفيت، فهل ستكون من المقبولين أو من المحرومين؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له. فكيف نستقبل رمضان؟ أولا بالتوبة الصادقة، قبل أن نصوم عن الطعام فلنصم عن الذنوب، قبل أن نمسك عن الشراب فلنمسك عن الغيبة والنظر الحرام. فاتقوا الله عباد الله واستقبلوا رمضان بما يستحقه. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه وهو الغفور الرحيم والبر الكريم. Ramadhani imekaribia, alhamdulillah. Taka tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani kuna wengi kadha wa kadha waliofunga mwaka jana, mwaka huu hawatowahi kufunga. Ima hawatowahi, hawako tena duniani, ima hawatowahi kwa mabadiliko ya hali zao za kiafya, wamekuwa ni wamezopata ruhusa wasifunge Ramadhani. Sisi ambao Mungu tatuwafikia mpaka tuisikilie hii Ramadhani, yataka sana tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa neema hiyo. Ramadhani si mwezi kama miezi nyingine, ndio ni kama miezi nyingine kwa idadi ya siku, lakini si mwezi kama miezi nyingine kwa namna ya utukufu maalum ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameupa mwezi wa Ramadhani. Kwa sababu hiyo Ramadhani ni kipindi maalum cha mabadiliko, ingawa kwetu sisi tumezoea Ramadhani ni mwezi wa mlo. Kila fikira Ramadhani ya sasa ima ufikiria zombo za mekoni zimepungua, ongeze 4, azege kitu gani aweke tayari, mwenye nafasi zake aweke ghalani ama store aweke tayari mapema atakiudhia. Kila mmoja amepanga zaidi upande wa matumbo. Ndio, ni kweli lifungao ni tumbo, lakini halikukusudiwa tumbo, imekusudiwa mambo mengine makubwa zaidi kuliko tumbo. Ramadhani ina nafasi ya mtu kurakibisha hali yake. Kuna hikma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutuwekea kufunga siku 30, kwani zisiwe 15 ama 20, ukawekewa 30 kulingana na wataalamu wa mambo ya binadamu, saikolojia ya binadamu wanena kwamba kipindi cha wiki 3 mpaka wiki 4, yani mwezi kamili, ni kipindi cha kutosha kwa binadamu kuweza kuiwasa alolizoea au kuweza kulifanya ambalo apendalo pia kulifanya. Yani mtu akiwa amezoea mazoea yote atakayokuwa amezoea, lakini kwa kipindi cha siku 30 ni muda wa kutosha kwake yeye. Lau atataka kuata ile mazoea aliyokuwa nayo, basi atakuwa min alfaizin baada ya siku 30. Na ikiwa umeyawata ulioyawata kihakika kwa siku 30 mtakalokuwa katika mazoea, basi inshallah wewe ni min alfaizin, utaweza kubakia umri wako wote na usisikie hamu ya kurudia lile ambalo ulikuwa umeliwata. Na iwapo utaizoeza jambo kwa siku 30, ukaizoeza jambo lema maalum,
basi waweza baada ya siku 30 ikawa ni tabia yako, ikawa ni mwendo wako, ndio mazoea yako bila taabu yoyote. Na hiyo ndio hikma Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutuwekea siku 30 ama mwezi mzima, kwa sababu Mwenyezi Mungu atufahamu wanadamu, atuyua udhaifu wetu. Tuzoeapo yambo kuliwata papa si rahisi, yahitaji muda. Kama mangine ya kuzoewa huzoea upesi mno, mara 2-3 umeze kuzoea, lakini mangi huhitaji muda kuvaa, yawe imekuwa ni sehemu yako. Kwa hiyo almuhimu, kabla hatuyafunga kuwatakula, tufunge kuwata mangine bali na hayo, tuwafunge kuwata kwamba, yani kusengenyana, tufunge kuwata madhabi mangineyo, tufunge mato yetu kutoangalia ya haramu ambayo tufai kuyaangalia, tusizungumze asipopendekeza na kadhalika. Na ni muhimu mtu awe na mpango, awe na lengo. Mimi Ramadhani ya mwaka huu lengo langu insha Allah wa taala, nimeazimia takhtimisha mara 2 mara 3 kulingana na azma yako, na hutokosa wakati, kwa sababu wengine kia upata wakati, wewe pia wakati wako na wao saa hizo 24, wengine wakiwa hupata, na wewe pia waweza kufanya namna ukapata muda kama wapata wengine wasomao juzu 3 kwa siku, 2 kwa siku, 1 kwa siku, wewe na wengine ni sawa sawa. Lakini sharti kunachotakikana ni ile irada. Na moja katika faida za Ramadhani ni kumpa mtu kuthibitisha utashi wa mtu, yani mtu kwamba lile litakalo kidhati na kikweli aweza kulifanya, na asolitaka kikweli kweli aweza kuliepuka, aweza kuliwata. Hii ndio moja katika faida za Ramadhani, kumthibitishia mwanadamu kwamba wewe ni kiumbe una kuwa, nguvu za utashi, yani nguvu unazo Mungu amekupa za kuamua wataka lipi na hutaki lipi. Hiyo ni moja katika sifa za binadamu, tofauti na hayawani wengine wasalio. Kwa hiyo wewe umeumbwa namna hiyo, umepewa nafasi hiyo, na mwezi umekuja, tujitahidi tusitoke kama nyaka nyingine zipitazo. Ikiwa tutakulia Ramadhani ni mwezi kama nyezi nyingine tu, basi itakuwa haina athari yoyote katika maisha yetu. Tutakuwa tumefunga kama Mtume alipotuambia, laysa siyamu min aljui wal atash innama siyamu min allaghwi warafath. Kiini cha kufunga, hasa kufunga, si kufunga mtu kuketi na ndaa na kushinda na nyota. Innama siyamu min allaghwi warafath, kufunga kihakika yake ni mtu kuata mambo laghwi, upuzi, warafath na maneno machafu. Yani katika hii Ramadhani izoweze kuwa namna hiyo. Ukizoweza utazoea. Kiwa ni mtu na mazoea ya kwamba ukizoweza kuata kwamba utazoea, mwezi utapita na hutomwamba mtu. Bora ni kutaka kikweli na kutaka kidhati kwa nafsi yako. Na kadhalika kuna tatizo kwa pia ambalo limetokeza miaka za karibuni, nao ni wizi wa wakati. Kuna wizi wa wakati wa kidigitali, au kuna uraibu wa kidigitali. Uraibu ni kitu ama ni jambo lolote ambalo mtu amelizoea na akilikosa kuhisi hamumu ya kulitaka. Kwa sasa hiao katika nchi zilizotangulia za Ulaya imebidi wafungue hospitali maalum za kuwatibu waraibu wa kidigitali, waraibu wa internet. Yani imekuwa ni watu ni wawe, yani kiasi kwamba kama waonao wale wenye arosto waliozoea uraibu wa hunu yulikana nao wote, kiwa waunga kiwa ni mgineo wana arosto, na waraibu wa kidigitali wana arosto yao. Utamwona mtu tu lau mtandao umepotea mara moja tu, hana raha tena. Uona viki, uona watu mekosa kitu gani, ama amekosa ile data imemalizika, imemkatia starehe, basi huwa mechachawa yani. Na pengine mtu anena Ramadhani mimi sitoangalia sana, tapunguza, lakini hizi zitu zina mnaso. Ukiingia kufungua ile TikTok moja
kuwa kipande cha pili kitakuya tena, cha tatu. Kila unapokishtuka saa 6 7 za usiku yafanya jambo ambalo ulikuwa waweza katika muda ule, ukafanya jambo ambalo litakufaa na jambo likakupa faida na likawa ni akiba katika akiba yako. Ndiyo zile zote yazo zizuri, ziovu, zichafu, za ulanisi, za nini ama tuandikazo, tusomazo, tamita delete uyue. Unapodelete wewe, kuna mahala hazidilitiwi, never. Kuna mahala hazidilitiwi. Wewe utaihada nafsi yako, ona umezidiliti, hakuna tena kwako, hakuna, lakini kuna mahala zipo. Na sikusudii mahala kwenye hizi internet, bila hii ziko wewe ukifuta, kuna mahala lakini kuna mahala kwa Mwenyezi Mungu aliyotuambia, wewe mwenyewe utashangaa, mali hadha alkitabu la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Utakapokuwa kitabu chako, iqra kitabaka kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba, katika utakapoyaona ni saa kadha wa kadha uliozipoteza kwa mambo ambayo hayakuwa na nafuu ya dunia wala ya dini. Na wakati mwingi siku hizi umekuwa upoteza, haupotei bure, utahesabiwa yale masaa. Wewe umepoa masaa 20 na mpango wake umezopangiwa kufanya katika saa 20. Ikiwa utayapoteza muda, utapoteza saa zako kadha wa kadha kwa mambo ambayo la yusminu wala yughni min juu, uyue ni katika jumla ya hisabu ambao utakwenda kuidirika kwenye kitabu chako. Haina shaka hiyo. Utabakiwa na mayuto. Sasa ni pale utakapo rabbi rji'uni la'alli a'malu salihan fima tarak, utamani yamo ambalo kwamba haliwezekani. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha, ametutoa mashikio takubia, kalla innaha kalimatun huwa qailuha, koma hilo la kurudishwa kuongezewa muda la hali amalu saliha haliwezekani, hakuna katika hesabu za Mwenyezi Mungu. Muda wako ukikoma ndio umekoma basi mpaka siku ya mahshar. Kwa hiyo tutanabahi hasa vijana, wakati ni kitu cha thamani kubwa sana. Hakuna kitu chenye thamani kubwa kuliko wakati, na ni kitu ambacho kama tunanao kikipita ndio kimepita. Tujitahidi sana, hususan katika Ramadhani, tujaribu kupunguza haya. Ndiyo ni mambo ni ammat bihi albalwa. Kuna maswali katika mambo ya fiqh ambiwa hadha mimma ammat bihi albalwa, mambo haya yametangaa, yani imekuwa imeingia katika maisha ya watu, hawana budi nayo, imekuwa. Lakini pamoja na hayo, twende kwa kipimo, twende kwa kadiri, tuipunguze. Ni jambo linawezekana mtu kuidhibiti nafsi yake na kuiziwilia na mambo ambayo yasiyopendeza, mambo kwa wakati. Yote haya yatangia katika hesabu yako ulizoziangalia, ulizozisoma, ulizoziandika, ulizocommit zote, komenti zako zote, hakuna kimoja, harufu moja haitokosekana, zote utadhibitiwa. Sasa iulize mwenyewe, wataka buku lako, kitabu chako kiae nini? Kiae amali saliha ama kiae amalu taliha? Wataka nini? Khiari ni yako hapa hapo ulimwenguni. Mwenyezi Mungu hakukulazimisha, amekupa akili, amekufahamisha, amekuletea mitumi, ameleta vitabu zake, zote ni kumsaidia binadamu kuwa mwema. Sasa uamuzi wa kuwa mwema au la ni wetu sisi wenyewe. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wazi wazi Mungu hakutusita, anasema qad aflaha man zakkaha, hakika amefaulu man zakkaha, aloitakasa nafsi yake. Asili kutuambia aloitakasa ni kwamba mtu unao uwezo, binadamu unao uwezo wa kuitakasa nafsi yake, yani kuiepua na yale yasiokuwa mazuri. Wa qad khaba man dassaha, na atakao kwenda kuipaka machafu ni khiari yake mwenyewe. Mwenyezi Mungu ameweza kufanya haki yake, ametuletea mitumi, ametuletea vitabu, ametupa akili za kutambua mambo na kufahamu mazuri na maovu. Isalielo uamuzi ni wetu sisi wenyewe. Na kariri tena, haya nyakati tunazozitumia katika digitali hizi mbalimbali, sampuli mbalimbali, sasa yao yongozao ni TikTok wa madraka na TikTok. Mimi si mwangalizi, lakini mara moja watu hunietea
kuona pengine kitu cha maana, lakini ukifungua moya utaona nyingine huanza kutiririka sasa, kama ambazo zinasimama kuvutana, na wewe huwezi kuidhibiti. Utaangalia, kumwangalia mtu na kuangalia zile sawa, yote ni makosa, zote zina ushawishi. Watu wengine huitokeza kwa hali chafu, wanawake, yani mambo ya kuaibisha kabisa, wamekosa hisi kabisa. Hata pengine mtu hujiuliza, watu hawa hawana watu, hawana wazee, kiwa ni vijana, hawana waume, hawana ndugu wa kuwakemea, kuambia au kuwatanabahisha. Lakini utachangaa, yani utamuona mtu kama huri la ain, lakini imekwenda kukosa hisi kabisa, imetoka katika mipaka. Kwa tutanabahi na tutanabahinisheni, tutanabahishaneni. Haya mambo yatatutia mayutoni makubwa siku hiyo utakapokusikilia. Wakati ni kitu cha thamani, na utakapokuutumia kwa njia ambazo sio na maana, basi tutaiuta sana, na wakati hono mayuto atakuwa hayasaidi kitu. Aqulu hadha wa astaghfirullah alazim li wa lakum fastaghfiruhu innahu alghafurur rahim wa huwa albarrul karim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، هو رمضان يقترب، ضيف عزيز، ضيف كريم، إن دخل بيتا أضاءه، وإن نزل بقلب أحياه. رمضان ليس عادي، ليس موسما للطعام والشراب والسهر فقط، إنه صفحة جديدة بينك وبين الله.